Miaka 13 ya moto wa uamsho. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Wengine wamekaa, utamtaka Bwana umekaa. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Pamoja na Bwana. Mtukuze Bwana kwa shangwe na vigeregere kwa Mungu wetu. Amina. Naomba tukae, watumishi wa Bwana. Mungu awabariki sana. Kipekee ninamshukuru Mungu sana kwa wema wake na fadhili zake. Mungu amenisaidia kuwepo kwenye kongamano hili. Ninamshukuru Mungu amenisafirisha salama kutoka huko nyumbani na nimefika kwa wakati. Lakini ninamshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wetu wa section, mkurugenzi wetu na kamati yake. Mungu awabariki sana kwa kuandaa kongamano hili. Hebu tumtukuze Bwana kwa ajili ya viongozi. Kuwakusanya wanawake sio kitu chepesi. Kuwakusanya wanawake sio kitu chepesi. Kwa hiyo wamefanya kazi kubwa. Mungu awabariki sana kwa utumishi. Lakini niwapongeze wachungaji, wamama wachungaji, viongozi, wenye viti wa matawi na wanawake wote kwa ujumla. Mungu awabariki sana kwa kongamano. Haleluya. Jamani, hebu tumtukuze Bwana. Haleluya. Tumekuja nyumbani mwa Bwana, sawa Nyumbani mwa Bwana kuna furaha, kuna shangwe. Lakini wapongeze wahudumu wote ambao wanafanya kazi ya Mungu mahali hapa, waimbaji, mashemasi. Mungu awabariki sana. Basi baada ya salamu hizo nijitambulishe. Ninaitwa Linda Ikumbio, ni katibu wa idara ya wanawake jimbo la Mwanza Kusini. Ni kwa neema ya Bwana. Amina. Lakini vile vile ni mchungaji. Ninachunga kanisa Nyamikoma TAG ukiwa unaelekea Misungu, iliko hapo katikati ukitoka eneo la Ukiriguru. Kwa hiyo ninamtukuza Mungu kwa hayo yote. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa neema hii ya kusimama siku ya leo. Ni kusudi la Mungu tuwepo mahali hapa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ofisi ya jimbo, mkurugenzi amewasalimu sana, na makamu na mtunza hazina wanatoa salamu sana kwa wanawake wote wa hii sehemu ya Nyamagana Kaskazini. Wanawasalimu sana, wanawaombea na wanawatakia kongamano jema lenye baraka. Na kutoka kwenye ofisi ya jimbo ninalo jambo moja kubwa ambalo kabla sijaanza kufundisha nitalileta kwako. Tunao mkutano mkuu wa idara ya wanawake wa kitaifa. Wangapi wana taarifa za huo mkutano? Wengine hatuna taarifa. Amina, mbarikiwe sana. Tuna mkutano wetu mzuri wa wanawake ambao utafanyika pale Dodoma kuanzia tarehe 16 ni safari, tutaanza tarehe 17 hadi tarehe 20 mwezi huu wa 6. Amina. Kwa hiyo natamani wanawake wa Igogo mliko wazuri hivi, mlikopendeza na kwaya, twende tukamtukuze Mungu Dodoma. Amina. Twendeni jamani, watu wa Mungu. Ada ya kule ni shilingi 50 tu. 50. Amina. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ada ni shilingi 50 na nauli Mungu ametupa neema ni 37. Kwenda 37 kurudi 37. Kwa hiyo hapo ina maana ukiwa na laki na ngapi watumishi? Laki na nusu. 74 nauli, ada 90. Laki na 64, si ndio? Na sadaka na nini angalau ukiwa na 200 siaba. Amina. Hebu twendeni Dodoma. Wanawake twendeni wapi? Hebu jipange, jipige jamani. Kule ni fursa. Tukamtukuze Mungu na wanawake wenzetu wa Tanzania bara na Tanzania visiwani na nchi jirani. Huwa ni pazuri sana. Nikuhamasishe twende Dodoma. Twende wapi?
Tutakuwa na usafiri wa pamoja. Basi la pamoja litaondoka siku ya Jumapili. Kuna viongozi ambao watatangulia Jumapili tarehe 15, lakini na wengine wataondoka tarehe 16. Kwa hiyo ni kuombe kama utakuwa kuambatana na hiyo safari ya basi moja ambayo tumekodi, naomba uonane na mkurugenzi, utampa hela yako na yeye atafanya mawasilisho kwa muhusika mkuu wetu wa msafara. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananiahidi tutaenda? Mbona tuna sita tena? Hatuendi Dodoma? Twendeni makao makuu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Twendeni. Basi Mungu awabariki. Naamini Bwana ataendelea kusema na wewe ambaye utakuwa tayari. Kila kitu ni nia. Amina. Unapotia nia kwamba ninaweza hata kama huna kitu, Mungu huwa anasimama na anafanya. Lakini jambo la pili, tunao mchango wa umisheni. Kwenye sehemu hii tunatakiwa tuchangie 350,000 kwa ajili ya kupeleka umisheni Dodoma. Kwa hiyo ninaomba wanawake, tutakapomaliza hapa mnisaidie hiyo hela tuipate, twende nayo wapi? Dodoma, tupeleke umisheni, watu wakamjue Mungu alioko nje. Zile hela zinaenda kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa hiyo ni kuombe sana, tutakapomaliza kwa ridhaa ya mkurugenzi tutafanya changisho hilo ili tupate hizo hela tuzitume ziende makao makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini Bwana atasema na wewe. Mpaka namaliza ujumbe wangu tayari utakuwa na kitu cha kufanya kwa ajili ya Mungu wako. Ni umisheni tunapeleka nje. Tunaposikia machafuko yako Kongo, kuna watumishi wa Mungu wako Kongo wanahubiri injili, pamoja na machafuko wanahubiri. Wengine wako nchi za nje huko Morocco, wapi, kwenye visiwa ambavyo havimtaki Mungu. Wale wako kule wamejitoa dhabihu, wamejitoa kwa ajili ya Mungu, wameyakabidhi maisha yao kwa Bwana kwa ajili ya kuwafikia watu. Kwa hiyo na sisi kwa sadaka zetu, hebu tuwaguse, tupeleke kwa ajili ya Bwana. Bwana tusaidie sana. Basi kwa kuwa nina muda wa saa moja tu, sina muda mrefu sana, naomba niingie kwenye maneno ya Mungu moja kwa moja. Somo tulilonalo ni utumishi. Tunajifunza somo la utumishi. Somo letu ni utumishi. Somo hili nafikiri tumekuwa tunafundishwa sana kwenye makongamano, makanisani, kila sehemu tunajua maana ya nini ya utumishi. Leo tunakwenda kukumbushana kwa habari ya somo la utumishi. Basi kabla sijaanza, naomba nimuombe Bwana. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wema na uaminifu wako. Asante kwa nguvu zako na rehema zako kuu juu ya maisha yetu. Umetupa kibali cha kukusanyika wanawake kwenye sehemu hii ya Nyamagana Kaskazini. Asante kwa wanawake hawa Bwana, ambao umewasaidia, umewatia nguvu, umewapa kiu na shauku ya kuja kukaa miguuni pako, kusikia neno lako na kujifunza maneno yako. Baba, ninawabariki wanawake hawa na wanaume na kila moja aliyeko katika nyumba yako. Bwana, tunapokwenda kujifunza somo hili, naomba uliatamie kwa Roho yako Mtakatifu, ukalifunue kwa upya ndani ya mioyo yetu, tukakujue Mungu wetu wa kweli, tuliyekukimbilia, ambaye tumekuja kwako tuweze kukutumikia. Bwana, libariki neno lako, wabariki watu wako katika jina la Yesu. Amen. Somo ni utumishi. Tunapojifunza somo la utumishi, tujue nini maana ya utumishi. Maana ya utumishi, kwa wale mnaoandika, utumishi ni hali ya kutii na kuitumikia mamlaka au mtu mwenye mamlaka fulani na ambaye unamwamini na kumtegemea. Tunaposema utumishi ni hali ya kutii na kuitumikia mamlaka au mtu mwenye mamlaka fulani na ambaye unamwamini na kumtegemea. Hiyo ni maana ya utumishi. Ni hali ya kutii na kuitumikia mamlaka au mtu mwenye mamlaka fulani na ambaye unamwamini na kumtegemea. Hiyo ni maana ya utumishi. Bwana tusaidie sana. Tunaposema utumishi ni ile hali ya kutii na kuitumikia
mamlaka fulani au mtu fulani ambaye umemwamini na umemtegemea. Sasa kuna aina mbalimbali za utumishi, ziko aina nyingi. Sasa kutokana na somo langu nimeweka aina 2 za utumishi. Utumishi wa kwanza ni utumishi wa kimwili, na utumishi wa pili ni utumishi wa kiroho. Kwa hiyo mimi nimeona katika dunia hii kuna aina 2 za utumishi, utumishi wa kimwili lakini na utumishi wa kiroho. Hizi aina 2 kila moja inafanya kazi kwa aina yake na zina tofauti, hazifanani. Zote ni aina za utumishi. Ni utumishi ambaye tuseme ni hali ile ya kutii mamlaka fulani. Lakini sasa utumishi wa kimwili ni tofauti na utumishi wa kiroho. Bwana tusaidie sana. Utumishi wa kimwili tunaona kwamba kuna watu wameajiriwa serikalini, wanafanya kazi mbalimbali. Hao ni watumishi wa kimwili, wanatumikia mamlaka ambaye ni serikali, na wanatii sheria, wanatii mamlaka, wanawatii mabosi wao. Lakini kuna utumishi kwenye makampuni, taasisi zisizo za serikali. Lakini kuna utumishi hata majumbani mwetu. Wanawake tuna watumishi wetu tumewaacha nyumbani, si ndio jamani? Wanaitwa house girl, wale wasaidizi wanaotusaidia. Wale ni watumishi, wale ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Kwa hao tunaweka katika utumishi wa kimwili. Bwana tusaidie sana. Sasa hawa watumishi wa kimwili sifa yao kubwa, wanawatumikia bwana wao. Hawa watumishi wa kimwili ni kumtumikia, tuseme bwana wako aliyekuajiri, au kumtumikia bosi wako. Bosi anachokuagiza lazima ukitumikie. Hapa wote wanawake wale wenye watumishi nyumbani mmeshaacha maagizo, si ndio? Utapika leo mchana hivi, utaogesha watoto, utafanya hivi, utaenda sokoni. Tumeacha maagizo jamani. Kwa wadada wetu wa kazi, wanatusaidia. Wewe ni bosi, kwa hiyo yule dada lazima afanye, aseme nimeagizwa na bosi wangu, lazima nifanye, lazima aliyeniagiza niyafanye yote bila kukosea wala bila kwenda kinyume na maagizo yake. Si ndivyo watu wa Mungu? Na wewe ukirudi nyumbani ukikuta hajafanya, unafanyeje? Si unakasirika? Wengine wanasadiki hata kuwapiga watoto wa watu. Akikuta hajafanya kazi ni vibao, ni kupigwa. Kwa nini nimekuagiza hujafanya? Ndivyo tunasema huo ni utumishi wa nini? Wa kimwili. Hata wale walioajiriwa serikalini wanapoacha kufanya ule utumishi ambao ameagizwa na serikali, labda mtu anakuwa mtoro, hatimizi majukumu yake, mwisho wa siku anafukuzwa, ananyimwa mshahara kwa sababu hajatii mamlaka au bosi wake. Bwana tusaidie sana. Sasa mimi leo tunakwenda kujifunza utumishi wa kiroho, aina ya pili, utumishi wa kiroho. Sasa katika utumishi wa kiroho tufungue kitabu cha Marko 10 mstari wa 42 hadi 44. Marko sura ya 10 mstari wa 42 hadi 44. Utumishi wa kiroho aina ya pili. Marko sura ya 10 mstari wa 42 hadi 44. Biblia inasema, Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atatumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Tunapojifunza utumishi wa kiroho, utumishi wa kiroho ni tofauti na utumishi wa kimwili. Utumishi wa kimwili mtu anaagiza, ni bosi, anaagiza wadogo wanafanya na wanamtii. Lakini tunapokuja kwenye utumishi wa kiroho
tunaposoma maneno haya katika Marko 10:42 hadi 44, tunaona Yesu anawaita wanafunzi. Wakati Yesu anataka kwenda kuteswa, anawaita, anawapa wosia, anawaambia kwamba mtu atakayetaka kuwa mkubwa lazima awe mdogo, na anayetaka kuwa wa kwanza lazima awe mtumwa wa wote. Na anasema kwa maana mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kufanyeje? Tumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapojifunza utumishi wa kiroho, utumishi wa kiroho sio kutumikiwa. Utumishi wa kiroho ni kutumika. Haleluya, ni kutumika. Yesu anasema yeye alikuja kutumika, sio kutumikiwa. Alikuwa na mamlaka yote, alikuwa na heshima zote, alikuwa na nguvu zote, lakini alinyenyekea. Aliamua kutumika, hakutaka kutumikiwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Utumishi wetu, watu wa Mungu, utumishi wa kiroho ni kutumika na sio kutumikiwa. Bwana atusaidie sana. Tumesema utumishi ni hali ya kutii mamlaka. Amen. Kutii mamlaka na kuyategemea na kuyaamini yale mamlaka. Sisi tunapookolewa na Bwana Yesu, Yesu anapotutoa dhambini, anapotuingiza kwenye pendo lake, lazima tukubali kutumika, na kutumika ni kuwatumikia wadogo. Bwana atusaidie sana. Yesu anataka tutumike. Anasema si kama wale watawala ambao wanatumika kwa kuwanyanyasa watu, wanatumika kwa kuwaonea watu. Sisi tuliokolewa tunapaswa kutumika. Bwana atusaidie sana. Tunatumikaje watu wa Mungu? Utasema mimi sio kiongozi. Ni sawa, sio kiongozi. Kila aliyeokoka ni mtumishi wa Bwana. Nyie wote ni watumishi wa Bwana. Amina. Wote ni watumishi wa Bwana. Kama ni watumishi, tumeitwa kutumika, sio kutumikiwa. Sasa twende tukaone sifa za mtumishi wa kiroho. Sifa za mtumishi wa kiroho. Tunasema tumeitwa, mtumishi wa kiroho ni kutumika, sio kutumikiwa. Sifa za mtumishi wa kiroho. Jambo la kwanza ni lazima awe mnyenyekevu. Sifa za utumishi wa kiroho. Ili uwe mtumishi wa kiroho, kiroho, tunaposema kiroho ni mahusiano yako wewe binafsi na Mungu. Amina. Kiroho ni mahusiano ya mtu binafsi. Wokovu ni wa mtu binafsi. Maisha ya rohoni ni ya mtu binafsi, sio ya jumuiya. Tunakusanyika hapa kanisa la TAG, lakini kila mtu ana Mungu wake. Amen. Mungu ni mmoja, lakini kila mtu, mahusiano ya mtu ni ya mtu binafsi. Mahusiano yangu mimi na Mungu ni tofauti na ya huyu mama, tofauti na ya mkurugenzi, ni tofauti na hao viongozi. Kila mtu ana mahusiano yake tofauti. Ni jinsi gani umejitoa kwa Bwana kumtumikia. Kwa hiyo tunaona sifa za mtumishi wa kiroho ni unyenyekevu. Tunaposema unyenyekevu, unyenyekevu ni ile hali ya kujishusha. Mtumishi wa kiroho, sifa ya kwanza ni lazima awe mnyenyekevu. Na tunasema unyenyekevu ni nini? Unyenyekevu ni ile hali ya kujishusha. Bwana tusaidie sana. Sio kwamba kujishusha ulikuwa umekaa, ni ile hali ya kudhibiti moyo wako usitawaliwe na kiburi, usitawaliwe na jeuri, usitawaliwe na majivuno, usitawaliwe na dharau kwa mtu wa aina yeyote. Tunaposema unyenyekevu, hali ya kujishusha. Kujishusha ni kudhibiti moyo. Bwana tusaidie sana. Moyo wako unaudhibiti. Usiinuke kiburi, usiinuke majivuno, usiinuke dharau na kuwaona wengine hawafai, ukajiona we ni bora kuliko wao. Huko hakuna unyenyekevu. Kujishusha. Bwana tusaidie sana. Kujishusha ili uwe mtumishi wa Mungu, uwe mtumishi wa kiroho, lazima uwe
mnyenyekevu, unajishusha, unaudhibiti moyo wako, kiburi kisiinuke, jeuri isiinuke, dharau isiinuke, kuwaona wenzako hawafai kusiinuke. Bwana tusaidie sana. Tusome kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 8. Wafilipi Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 8. Amen. Ya 5, Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 na wa 8. Amen. Mungu akubariki sana mama. Tunajifunza sifa ya mtumishi wa kiroho. Somo letu ni utumishi. Aina 2 za utumishi, utumishi wa kimwili na utumishi wa kiroho. Tunapojifunza sifa za huyu mtumishi, tunasema lazima awe nani? Mnyenyekevu. Sasa unyenyekevu tunajifunza kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Biblia mtumishi wa Mungu amesoma katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 8. Inaonyesha jinsi Yesu alivyokuwa mnyenyekevu. Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa mnyenyekevu hata mauti ya nini? Ya msalaba. Hakujiona kitu kushikamana na ule utukufu ambaye alikuwa nao. Yesu alikuwa na utukufu. Alikuwa ni mwana wa Mungu. Alitoka mbinguni akaja duniani, akakubali kuzaliwa na mwanamke Mariam, lakini alikuwa anajua kabisa kila mamlaka anayo, nguvu anazo, uweza anao, lakini aliamua kunyenyekea ili kuyatimiza mapenzi ya Baba. Haleluya! Alinyenyekea. Biblia inasema alinyenyekea hata mauti ya msalaba ili aweze kunipata mimi na wewe. Amina. Hakuona ule utukufu aliokuwa nao kwamba ni utukufu wa kushikamana nao. Biblia inasema akajigeuza kwa umbo la mwanadamu, akakubali kuteswa, akakubali kudharauliwa, akakubali kutemewa mate. Kwamba sio kwamba alikuwa hawezi, alikuwa anaweza, lakini kwa ajili ya Mungu alikuwa anayatimiza mapenzi ya Baba. Bwana tusaidie sana. Tunajifunza utumishi wa kiroho. Sifa ya mtumishi wa kiroho, lazima uwe mnyenyekevu, kutawala moyo wako. Changamoto iliyopo watu wa Mungu, Yesu anapotuokoa, Yesu anapotuleta katika pendo lake, anapoanza kutubariki, anapoanza kutuinua, kiburi kinainuka. Ulikuwa muombaji vizuri, unaacha kuomba. Ukisema jamani leo tuna maombi, si unajua mama mchungaji leo niko bize, unajua mchungaji leo niko bize. Kiburi, hakuna unyenyekevu. Unapoambiwa sasa hivi ni kongamano, mnajua mama sasa hivi nahangaika ada za watoto, kiburi kimeinuka. Yesu hakuwa hivyo. Bwana tusaidie sana. Tunapotaka kuwa watumishi wa kiroho, lazima tuyakubali mapenzi ya Bwana. Lazima tujitoe, tuache kuweka kiburi, majivuno. Bwana tusaidie sana. Tunaishi kwenye nyakati za mwisho, watu wa Mungu. Yesu anarudi. Yesu anakuja. Biblia inasema ukisoma kwenye Timotheo, nyakati za mwisho watu wataikana imani, watapenda pesa kuliko kumpenda Mungu. Watu watakuwa wamejivuno, hawatii watumishi wa Bwana. Ukisoma kwenye Timotheo inaeleweka. Kwa kiburi kimeinuka makanisani. Bwana tusaidie sana. Tunapokusanyika kwenye kongamano hili, lazima tupone. Haleluya! Lazima tupone kama tumeamua kuwa watumishi wa rohoni. Lazima tuyachunguze maisha yetu. Lazima tujitathmini. Jitathmini wewe mwanamke ambaye uko hapa. Kweli wewe ni mtumishi wa kiroho au ni mtumishi wa kimwili?
Bwana atusaidie sana. Yesu alinyenyekea, akuona kwamba kitu cha kushikamana nacho. Sasa hivi tuna changamoto kubwa. Mtu akishakuwa na nafasi fulani ya kimaisha au ya kiuchumi, dharau zinainuka, majivuno yanainuka. Mtu wa Mungu huwezi ukamwona Bwana. Lazima tumfuate Yesu wetu. Amen. Lazima tunyenyekee, tutii. Yesu alinyenyekea, hakuona kuwa sawa. Utumishi wa kiroho ni tofauti sana. Tumeitwa kutumika. Amen. Tumeitwa kutumika, sio kutumikiwa. Viongozi wangu ambao mko hapa, kuna mkisha kuwa viongozi unataka uagize, unaagiza. Wewe sio wa kuagiza, wewe ni wa kutumika. Kama ni usafi uwe namba 1. Kama ni kudeki vyoo uwe namba 1. Bwana tusaidie sana. Sasa hivi makanisani kuna matabaka. Makanisani wale walio na uwezo wa juu sana wanajiona wao ni wa thamani sana kuliko hao walioko chini. Bwana tusaidie wanawake. Wanawake tupo matabaka makanisani, hasa sisi wanawake. Kundi fulani ambao lina pesa wamejitenga. Masikini wangu tuko pamoja huku. Masikini akiongea hata kama kwenye hoja za chama hasikilizwi. Hatuko hivyo. Bwana atusaidie. Mungu wetu ni mmoja. Tumeitwa kumtumikia Mungu. Paulo anawaonya wa Korinto, kwa nini kuna watu wanajiita wa Efeso wa nini? Je, Kristo si mmoja? Si aliyekufa kwa ajili yetu? Kwa nini kuna maubaguzi kanisani? Kwa nini kuna matengano? Mungu hayapendi hayo matengano. Bwana atusaidie sana. Kwenye matukio yanapotokea hata makanisani kwa wanawake, unakuta ukisikia mama fulani amejifungua kwa sababu ana uwezo, wanawake wote tutaenda kwa sababu tutakunywa soda, tutakula wali. Lakini kuambie mdogo Bwana amemuokoa akajifungua, ataenda mama mchungaji na mwenyekiti wengine wako busy. Hiyo roho ishindwe katika jina la Yesu. Sisi ni wamoja katika Kristo. Hakuna matabaka kwa Yesu Kristo. Yesu alikufa kwa ajili ya watu wote. Hajafa amekufa kwa matajiri, amekufa kwa maskini. Yesu wetu ni mmoja. Tuache matabaka kanisani. Tujaliane kama ndugu. Tupendane. Bwana tusaidie sana. Tupendane. Kristo alitupenda akajitoa kwa ajili yetu. Kwa nini sisi tunaweka matabaka? Kwa nini tunawapenda wenye uwezo wasiokuwa na wapenda? Wote ni wa Bwana Yesu. Wote tupendane. Bwana tusaidie sana. Uwe nazo ni kwa ajili ya Bwana. Mungu ameziruhusu kwako iwe ni daraja la kuifanya kazi ya Bwana, na sio kiburi na majivuno cha kuwanyanyasa wengine. Mungu ana uwezo wa kukuondolea jambo hilo. Bwana tusaidie sana. Mungu anapokupa kitu, nyenyekea. Nyenyekea, ujue hiyo ni daraja tu. Mungu ameamua kupitisha kwako iwe baraka kwa wengine. Kama tumeamua kuokoka watu wa Mungu, tuokoke kweli kweli. Kama tumeamua kumpenda Yesu, tumpende kweli kweli. Na kumpenda Yesu sio kuimba kwaya na kucheza step hapa. Kumpenda Yesu ni maisha yako ya asili, ni kubadilika, ni kunyenyekea, ni kumfuata Yesu. Haleluya! Yesu akasema, mtu anayetaka kunifuata ajikane, abebe msalaba, anifuate. Si jambo jepesi kama unavyofikiria. Sio kuimba kwaya na kucheza hapa. Kumbeba msalaba ni kitu cha kamili.